Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu Waislamu. Leo tutazungumzia kitabu kitukufu cha Qur'an, wahi wa mwisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu wote kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabu hiki kilichojaa neema na baraka kina majina mengi, kila jina likionyesha sifa na umuhimu wake katika maisha yetu. Katika video hii tutajifunza kwa undani majina 18 ya Qur'an na maana zake. Tutaona jinsi kila jina linavyotufundisha kuhusu ukuu wa Qur'an, hekima iliyonayo na umuhimu wake kama mwongozo wa maisha yetu ya kila siku. Lengo letu si kujifunza majina haya kwa juu tu, bali ni kuyaelewa kwa undani na kuyatumia kama daraja la kuimarisha uhusiano wetu na Qur'an. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ufahamu na kutujalia tuwe miongoni mwa wale wanaofuata mafundisho ya Qur'an kwa ukamilifu. Jina la kwanza na maarufu zaidi ni Al-Qur'an, lenye maana mbili kuu. Kwanza, linamaanisha chenye kusomwa, kwani Qur'an ilishuka kwa njia ya kusomwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na inatakiwa isomwe na waumini. Pili, Al-Qur'an linamaanisha chenye kuunganishwa pamoja. Hili linatukumbusha kuwa Qur'an ni mkusanyiko wa aya zilizoteremshwa kwa muda wa miaka 23 zikaunganishwa na kuwa kitabu kimoja kilichokamilika. Katika kila herufi, kila neno, kila aya ya Qur'an kuna muujiza. Ni mkusanyiko wa mafundisho ya msingi ya maisha, kuanzia imani na ibada hadi sheria na maadili. Kila mara tunapoisoma Qur'an, tunapata mwongozo mpya, nuru mpya na ukaribu zaidi na Muumba wetu. Tunaposoma Qur'an, hatupaswi kusahau kusali kwa ajili ya ufahamu na kuomba mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an si kitabu cha kusomwa kwa haraka haraka, bali ni kitabu cha kutafakari, kuelewa na kuishi kwa mujibu wake. Jina la pili ni Kalamullah, yaani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili linatukumbusha kuwa Qur'an si maneno ya mwanadamu yeyote, bali ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia malaika Jibril alaihi salam. Kila herufi katika Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyotunzwa kwa ukamilifu wake tangu iliposhuka hadi leo. Hakuna kitabu kingine duniani chenye uhakika huu wa kuwa maneno ya Muumba. Katika ulimwengu huu uliojaa upotoshaji na taarifa za uongo, tunayo faraja ya kuwa na kitabu kitakatifu ambacho hakijabadilishwa hata kidogo. Tunaposoma Kalamullah, tunapaswa kusikiliza kwa makini na kuwa na khushu, kama vile tuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akituzungumzia moja kwa moja. Ni katika kusikiliza na kufuata maneno haya ambapo tutapata furaha ya kweli na mafanikio hapa duniani na akhera. Jina Al-Mushaf linatokana na neno la Kiarabu lenye maana ya kukusanya kurasa. Jina hili linatukumbusha jinsi Qur'an ilivyounganishwa na kuwa kitabu kimoja. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufariki dunia, maswahaba walikusanya aya zote za Qur'an zilizokuwa zimeandikwa kwenye vipande mbalimbali na kuziunganisha kuwa kitabu kimoja kilichokamilika. Mkusanyiko huu wa kurasa, Al-Mushaf, ukawa ndio chanzo cha mwongozo kwa Waislamu wote. Ni kitabu kimoja chenye ujumbe moja kwa ajili ya watu wote wakati wote. Hakuna mgongano wala utata katika Al-Mushaf. Tunapogusana na Al-Mushaf, tunapaswa kufanya hivyo kwa heshima na utukufu. Ni kitabu kitakatifu na tunapaswa kukitendea kwa namna ambayo inaonyesha heshima hiyo. Al-Kitab ni jina jingine la Qur'an lenye maana ya kitabu. Lakini jina hili linabeba uzito mkubwa sana. Qur'an si kitabu cha kawaida, bali ni Al-Kitab, kitabu pekee kisicho na shaka, mwongozo kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ulimwengu huu uliojaa vitabu na mawazo mbalimbali, Qur'an inasimama imara kama kitabu pekee chenye ukweli mtupu. Hakuna upotoshaji wala mkanganyiko katika Al-Kitab. Ni mwongozo wa wazi na wa moja kwa moja kutoka kwa Muumba wetu. Ni wajibu wetu kama waumini kuisoma Al-Kitab, kuielewa na kuifanya kuwa dira ya maisha yetu. Katika Al-Kitab tutapata majibu ya maswali yetu yote, faraja katika wakati mgumu na mwongozo wa kufikia furaha ya kweli. Katika ulimwengu huu uliojaa upotoshaji na mawazo potofu, tunahitaji mwongozo wa kutusaidia kupambanua haki na batili. Na hapa ndipo jina Al-Furqan linapokuja. Al-Furqan linamaanisha kipambanuzi au kipimo. Qur'an ndio kipimo cha kweli cha kutusaidia kujua ukweli na uongo, mema na mabaya. Katika kila jambo, tunaweza kurejea kwenye Qur'an ili kupata mwongozo sahihi. Katika wakati huu ambapo watu wengi wamepotea njia,
Qur'an inasimama imara kama nuru inayoongoza kwenye njia iliyonyooka. Tunaposoma na kuelewa Qur'an, tunajikinga na upotoshaji na kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi katika maisha yetu. Mara nyingi tunajikuta tumezama katika shughuli za dunia na kusahau kile ambacho ni muhimu zaidi. Hapa ndipo umuhimu wa adhikr unapokuja. Adhikr linamaanisha mawaidha au ukumbusho. Qur'an ni ukumbusho kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu kusudi la maisha yetu, ukuu wake na umuhimu wa kumwabudu yeye pekee. Kila mara tunaposoma Qur'an, tunakumbushwa kuhusu uhalisia wa maisha haya na maisha ya akhera. Tunakumbushwa kuhusu wajibu wetu kwa Muumba wetu, familia zetu na jamii zetu. Katika ukumbusho huu, tunapata amani ya nafsi na mwongozo wa kuishi maisha yenye maana. Ni muhimu kujenga mazoea ya kusoma Qur'an kila siku, hata kama ni aya chache tu. Katika kufanya hivyo, tunajikumbusha kuhusu yale ambayo ni muhimu na kuimarisha uhusiano wetu na Muumba wetu. Jina Tanzil lenye maana ya mshu.